So the university's slogan is, what starts here changes the world. Well, I've got to admit, I kind of like it. What starts here changes the world. But changing the world can happen anywhere, and anyone can do it. So what starts here can indeed change the world. But the question is, what will the world look like after you change it? Well, I'm confident that it will look much, much better. It matters not your gender, your ethnic or religious background, your orientation, or your social status. Our struggles in this world are similar, and the lessons to overcome those struggles and to move forward, changing ourselves and changing the world around us, will apply equally to all. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. So if you want to change the world, start off by making your bed. Hiyo video imeachiliwa takriban miaka 12 iliyopita, na huyo mzungumzaji ambaye anatambulika kama Admiral McRaven alikuwa akihutubia chuo kikuu cha Texas nchini Marekani. Sasa kama unataka video kamili, nitaweka pia link ya hii video kwenye maelezo hapo chini, ili nawe uweze kupata muda kusikiliza speech nzima uweze kuelewa vizuri zaidi. Lakini kifupi alikuwa akiaddress pia kwamba mabadiliko halisi ya ulimwenguni kote yanaanza pale kila mmoja utakapoanza wewe kufanya mabadiliko ndani kwako. Sio kama unanielewa? Sasa dunia nzima kuna tabia ya kusubiri mabadiliko chanya yanayoletwa na watu wengine, huku wewe ukiendelea kuishi maisha yako kama yalivyo. Na usipoona mabadiliko chanya ya nje, basi haraka huenda mbele na kuanza kulaumu watu wengine. Hii iko dunia nzima, lakini imezidi sana kiwango katika nchi zetu za Afrika. Nadhani wewe ambaye unaishi Tanzania, Kenya, Uganda, unaweza ukaona hii katika nchi yako. Sijui unanielewa? Sasa labda point yangu moja kuu ambayo naweza nikakupa pia nyingine ni kwamba kwa Watanzania sasa, hususan Watanzania tumekuwa tukijisifia katika jambo moja kwamba tuna nguvu sana ya utekelezaji wa mambo, ila hii nguvu inabidi ichochewe na kitu kinaitwa deadline. Atakwambia mzee, nguvu ya mtu huonekana deadline inapokaribia, na hii inaanza kuchochewa hasa kuanzia vyuoni kwa wanafunzi ambao ndio chachu ya mabadiliko katika sehemu zote duniani. Ila wanafunzi watakwambia bwana, mimi deadline ikija ndo najikuta nasoma naelewa. Deadline ikifika mimi ndo najikuta nina uwezo wa kufanya mambo makubwa ndani ya muda mchache, kitu ambacho kinaonekana ni kama positive na watu wote wana applause, wanapongeza kwamba yes. Ila hawaoni ujumbe ulioko nyuma yake. Poleni kwa kelele. Yule bwana pale anafanya kazi, kwa hiyo ndio maana kuna kelele zinakuja. Kwa hiyo sasa watu wengi hawaoni ujumbe ulioko nyuma yake, ila ujumbe ulioko nyuma ni kwamba hawa Watanzania wengi ambao huwa hawaoni uzito wa kufanya jambo mpaka deadline inapokaribia, maana yake ni kwamba ni watu wenye uwezo, lakini wanakosa kitu kinaitwa self initialization, msukumo wa ndani. Na nadhani unakubaliana na mimi kwamba hakuna jambo utafanya duniani bila kuwa na msukumo wa ndani. Haijalishi una potential kiasi gani, haijalishi una kipaji namna gani, usipokuwa na msukumo wa ndani, hakuna kitu utafanikisha, kwa sababu kufanikisha jambo lolote kunataka msukumo wa ndani zaidi ya talent. Talent utafanya leo na kesho, baada ya hapo utachoka. Matokeo mengine huwa yanachelewa kuja. Usipokuwa na msukumo wa ndani utaishia njiani. Sasa udhihirisho wa kwamba Watanzania wengi tuko hivyo ni hivyo kwamba ni nchi zetu haziendelei. Miaka 60 baada ya uhuru, bado kana kwamba tuko pale pale baada tu ya uhuru. Nchi kama ya Finland ina miaka 100 kidogo ya uhuru. Unaweza kuona kama ni mbali sana, lakini 160 hakuna tofauti mkubwa. Lakini nchi hii imefika mbali. Nchi ya Finland haijatawala nchi nyingine yoyote, haijawahi kuwa na koloni lolote sehemu yoyote. Nchi ya Finland ni nchi ambayo kipindi kikubwa na kipindi cha winter hawafanyi uzalishaji kama mazao. Nchi ya Finland sikumbuki ina madini kiasi gani watakuwa nayo, lakini si mengi kama yanayopatikana katika nchi za Afrika. Ndio nchi ya Finland inawezekana ikawa inapata support kutoka kwenye nchi nyingine za Ulaya, lakini si kisingizio. Nimekuja kuona kwamba nchi kama ya Finland ni nchi ambayo watu wananuia mabadiliko na wanafanya. Hicho unachokiona hapa ni moja kati ya mifano, na ni moja kati ya vitu vingi vinavyotokea. Utakuta barabarani kila siku wanafanya matengenezo. Kama hapa, hichi ni sehemu ya michezo ambayo nadhani ni iko chini ya serikali. Matengenezo kila mwaka, kila mwezi
wanafanya maboresho katika eneo fulani, iwe ni katika nyumba za kukaa watu, katika barabara, katika sehemu mbalimbali za watu ambao hata hamlipii mnachoenda kukitumia. Mimi silipia hapa, lakini ukipandisha hapo juu utakuta kuna watu wanafanya matengenezo. Ukija kuangalia kiundani zaidi, unakuja kuona kwamba ni jamii ambayo imejengwa kwenye tamaduni ya kwamba mimi lazima nifanye kitu kwanza kabla ya kutegemea kitu kutoka kwa wale. Kwa hata wale wasipofanya, mimi nifanye kwanza kinachonipasa kufanya kabla sijaanza kulaumu mtu mwingine. Ndio tamaduni kubwa sana ambayo nimeiona hapa Finland, na imechangia pia kuniimarisha zaidi, kwa sababu mimi ni mmoja kati ya wale wachache wa Tanzania ambao wanasema lazima nichukue hatua kwanza mimi. Hilo ninakuhakikishia. Lakini kuwepo katika mazingira haya kunazidi kuimarisha zaidi hiyo tabia. Sijui unanielewa. Anyway, sasa nimalizie hivi. Kama wewe ni mmoja kati ya watu ambao pia wamekuwa wakilaumu viongozi wetu kwamba unajua viongozi wetu wa Afrika ni watu ambao hawafikiri mbele, hawachukui hatua, wanaahidi vitu lakini hawatekelezi. Hebu leo chukua hatua ya kujitafakari na kujipima kwanza. Umeshanuia mambo mangapi? Na ni mangapi umeachukulia hatua? Nitoe mfano mdogo tu, hasa kwa wale ambao tunashiriki kwenye usomaji kupitia Mtaji Academy, jumuiya ya wasomaji. Ni wangapi mlijiandikisha kwamba mnataka kushiriki usomaji wa kitabu cha Hisa, Akiba na Uwekezaji cha Mr. Emilian Busara? Ni wangapi mmeenda mbele na kununua kitabu ili muweze kushiriki kikamilifu? Na ni wangapi mmeanza rasmi kuanza usomaji? Sasa kama wewe ni mmoja wao, wale waliojiandikisha, kuna watu zaidi ya 20 walijiandikisha, na baada ya hapo kuna watu zaidi ya 60 wamejiunga kwenye group la WhatsApp, lakini ni watu chini ya 5 ambao wameonyesha ari ya kuanza, angalau wamesoma, wameripoti, wamesema tumeanza kusoma kurasa ya kwanza. Chini ya watu 5. Hawa watu wengine karibu 100 wako wapi? Wapo, sio kwamba hawataki. Wapo, hawataki kuondoka kwenye grupu. Wachache sana wamejiunga kwenye grupu la usomaji wa vitabu na wakaondoka baada ya kuona hapana, hapa si mahali petu. Lakini wengi bado mpo, hamtaki kutoka kwa sababu mnajua jambo la muhimu. Lakini kwa nini hamchukui hatua ya kuanza? Kwa hiyo kama wewe ni mmoja wao, usije ukanyanyua mdomo kuanza kulaumu wanasiasa kwa kutimiza jambo fulani la msingi. Sijui kama unanielewa. Usije ukafanya hivyo. Shukrani sana.